Mlio huu sio kitu kigeni kwenye masikio ya wasikilizaji wa iliyokuwa Radio Tanzania Dar es Salaam, maarufu kwa wakati huo kama RTD. Mara unapofungua redio yako ili usikilize taarifa ya habari, unavutiwa na sauti za ngoma nzuri ambazo huamsha mtima wako na kukuburudisha na kukufanya utamani kuendelea kusikiliza mdundo wa ngoma hizi. Ngoma hizi zimekuwa ni kivutio kikubwa kwa Watanzania na hata kuvuka mipaka ya nchi, na hiki ni kielelezo cha utamaduni wa Kitanzania na Afrika kwa ujumla. Katika hali ya kawaida ni vigumu sana kwa mtu mmoja kupiga ngoma zaidi ya moja, lakini kwa mzee Morris Nyunyusa lilikuwa ni jambo la kawaida kabisa kumudu zaidi ya ngoma moja. Alizipiga ngoma hizi kwa umahiri mkubwa. Naweza kusema alikuwa ni fundi wa kupiga ngoma, maana alihimili kupiga ngoma 10 na kuendelea. Mimi nimeweza kutambua kazi zake wakati tuko Radio Tanzania, tukiwa na vipindi hivyo mbalimbali, akia studio zetu akirekodiwa, na tulikuwa tunafurahi kwanza kumwangalia kwamba huyu kumbe ndiye Morris Nyunyusa anayepiga hizi ngoma. Anaingia kwenye studio zetu zile, anafanya hicho kipindi mle. Kwa hiyo niliweza kumtambua katika nyakati hizo. Nyunyusa wa Tanzania watamkumbuka sana. Mimi nilipofika Dar es Salaam mwaka 63, tangu 63 mpaka leo sija toka kwenda mbali sana. Lakini nilipokuwa Tanga kwangu nyumbani, nilikuwa namsikia sana katika Radio Tanzania, TBC siku zile na hivi na hivi. Anapiga ngoma kwa ufundi sana. Niliwahi kuongea naye kwamba hivi ulianza mara moja vup kupiga ngoma 10 ama ulianza polepole? Anasema mzee wake alimpa ngoma 3 kwanza. Nakumbuka maongezi haya kwamba alipokuwa mdogo alipewa ngoma 3 na mzee wake kupiga. Baadaye yeye mwenyewe akaongeza zikawa 10. Na ukitazama kila moja anaigusa kwa upesi sana. Jicho pengine hata aliwezi kunani. Akipiga ukimtazama anazipiga zote katika kipindi fulani. Nyingine zinapigwa zaidi kuliko nyingine. Hizi ngoma zikawa ndio kiashiria cha taarifa ya habari RTD enzi hizo. Hakika hiki kilikuwa ni kipaji cha kipekee kwa mtu asiyeona kupiga ngoma zaidi ya 10. Ni mzee ambaye ni maarufu sana, ni mzee ambaye alitangaza Tanzania nje ya mipaka yake, lakini pia ni mzee ambaye alionyesha umahiri wa kipekee kwamba pamoja na ulemavu wake, lakini bado ameweza kufanya kitu ambacho mpaka hii leo kimeweka alama kwa Tanzania. Na ni ule wimbo ambao au zile ngoma ambazo zinaashiria utangazaji wa taarifa ya habari. Kuna wakati katika haya mabadiliko mbalimbali ya radio pale, kuna mtu akatamani yeye aliona kwamba zile ngoma ni za siku nyingi, kwa hiyo tulete kitu kipya, tunajaribu kuitengeneza upya hii radio, basi kileto kitu kipya. Akaondoa. Haikuchukua muda, wakamwambia rudisha zile ngoma. Kwa hiyo bado nasema huyu mzee ameleta heshima kubwa sana kwa Tanzania kwa ngoma zake zile 10. Ameleta utambulisho, identity ya Tanzania kwa kweli iko katika zile ngoma zake 10, lakini pia ameitangaza sana Tanzania nje ya mipaka yake, ikiwa ni pamoja na Zambia, lakini na Japan ambako pia alishiriki.
Mzee Morris Nyunyusa alizaliwa mnamo mwaka 1918 huko Tunduru, kusini mwa Tanzania, na mara alipofikisha umri wa miaka 3 alipata ugonjwa wa ndui na ndipo alipopoteza uwezo wake wa kuona. Lakini licha ya kupata changamoto hii, haikumzuia kuingia kwenye tasnia ya sanaa. Aliingia kwenye tasnia ya sanaa akiwa bado ni kijana mdogo, na mara nyingi mama yake alikuwa akiongozana naye kwenye sherehe za unyago na alimruhusu Morris kuhudhuria kwa sababu alikuwa hana uwezo wa kuona. Lakini hii ilimfanya Morris avutiwe na kuhamasika na muziki katika umri mdogo, na ikaibuka shauku ambayo ilichochewa na mama yake mzazi. Siku zilizidi kwenda, miaka nayo ikasonga, na alipokuwa kwenye shughuli zake aliambatana na mkewe ili aweze kumsaidia kupanga ngoma, na baadaye alimshirikisha mwanaye Sid Morris kwenye msondo, na hapo baadaye MK Group. Lakini katika Nyunyusa kidogo alistajabisha watu. Kuna wengine walikuwa kimya kumtazama, kweli atazigusa zote zile, na ngoma zilikuwa 10 tu, hazikuwa zaidi ya 10, na mwenyewe anajua kabisa sauti na ukubwa wa ngoma ilepo. Ukimtazama vizuri, kwa watu wenye shauku ya kuona huyu mzee anafanyaje. Mlio wa ngoma ulikuwa unamwongoza sana Moses na nini. Saa nyingine unaona kwamba kama mtu akamchukulia ngoma hii akaweka hapa akanani hii, nafikiri anaweza kujua kama hapa na ondoeni hapa sio mahali pake. Sauti ilimwingia sana ndani ya akili yake, lakini kwa kuona alikuwa haoni kabisa kabisa kabisa. Shauri ya maradhi ya ndui. Zamani ndui iliharibu watu sana macho. Pole pole, Morris alipata umaarufu wa kupiga ngoma katika miaka 1950. Tanzania wakati huo ikiitwa Tanganyika ilikuwa chini ya utawala wa kikoloni wa Uingereza. Na hadi kufikia mwishoni mwa miaka 1950 aliongeza idadi ya ngoma kutoka 3 hadi 7 na kutoka 7 hadi 10. Morris alitambulika na shirika la utangazaji la Tanganyika mnamo mwaka 1959 kwa ujuzi wake mahiri kwenye ngoma. Alirekodiwa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 1959 na kutangazwa kwenye redio. Na ndipo alipoanza kupata umaarufu katika maeneo mbalimbali, kwani muziki wake ulianza kusikika kwenye redio. Mialiko ya kucheza katika hafla mbalimbali nayo ikaanza. Serikali ya Tanzania ikaamua kumhamisha Morris Nyunyusa kutoka Tunduru hadi Dar es Salaam mnamo mwaka 1969. Umaarufu wa Morris ukazidi kutaradadi. Aliendelea kuiwakilisha vema Tanzania katika hafla mbalimbali za kitamaduni kimataifa kama vile Expo 70 huko Osaka nchini Japani mnamo mwaka 1970. Tukaambiwa kwamba ikimalizika hiyo sasa tujiandae kwenda wapi? Japan, ambako kulikuwa na hiyo expo ya maonyesho mbalimbali. Lakini bahati mbaya hatukuweza kwenda. Mimi sikuweza kwenda, lakini mzee Nyunyusa alikwenda.
Kwa hiyo kuna huo wimbo ambao alitungiwa na Mbaraka Mwishehe. Maonyesho ya Japani yalifana sana. Mzee Morris na ngoma zake 10, nadhani watu tunaukumbuka huo wimbo. Kwa hiyo ni mzee ambaye ni maarufu sana, ni mzee ambaye alitangaza Tanzania nje ya mipaka yake, lakini pia ni mzee ambaye alionyesha umahiri wa kipekee kwamba pamoja na ulemavu wake, lakini bado ameweza kufanya kitu ambacho mpaka hii leo kimeweka alama kwa Tanzania. Iliripotiwa kwamba mfalme wa Japani wakati huo Hirohito alivutiwa sana na mtiririko wa mapigo ya ngoma ya Morris Nyunyusa. Nyunyusa alikuwa nchini Japani pamoja na kampuni ya dansi ya Tanzania ambayo ilijumuisha wachezaji ambao walicheza kwa kutumia nyoka na wachezaji kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, bendi ya Polisi na Doto Mayagilo na timu yao ya maskote na Mbaraka Mwishehe. Kwa kugundua talanta yake ya kipekee, serikali iliamua kumwajiri Morris Nyunyusa kufanya kazi kwenye Wizara ya Utamaduni mnamo mwaka 1970. Mzee Morris alisafiri kwenda sehemu mbalimbali za Afrika, Ulaya na Asia mara nyingi kama sehemu ya kampuni ya dansi ya Tanzania. Alikuwa ni mmoja wa mabalozi wa kitamaduni waliotambuliwa zaidi hapa nchini Tanzania. Mzee Morris alisafiri kwenda Nairobi nchini Kenya kuburudisha wakati wa ufunguzi wa Baraza la Makanisa la Dunia WCC, mkutano uliofanyika Novemba 5 mwaka 1975 na baadaye nchini Zambia. Lakini kwenye miaka ya 70 nilikuwa na urafiki na mama moja wa Marekani ambaye nilikuwa naishi naye pale hostel ya Buguruni. Yule mama alinipenda sana kutokana na vitu ambavyo nilikuwa nafanya kwenye radio. Kwa hiyo akanialika safari ya kwenda Zambia. Na safari hiyo ilitokana na kiwanda cha urafiki ambacho wakati huo kilikuwa kinaandaa vitenge na kanga. Na serikali yetu ikaona hivyo vitenge na kanga vilikuwa katika hali ya juu sana, na kwamba pamoja na kwamba vilitosheleza mahitaji ya Watanzania hapa Tanzania, lakini waliona kulikuwa na haja ya kuungwa mkono pia na mataifa mengine ambayo tulikuwa nayo kiurafiki, lakini pia ambao ni majirani. Kwa hiyo hatua ya kwanza ikawa kwenda Zambia, tukijua kwamba pia wa Zambia walikuwa wanapenda vitenge na wangehamasishwa pia kuvaa kanga. Kwa hiyo tukaenda, tumevaa vile vitenge, tukaenda kule, tukapokelewa na rais wa wakati huo Kaunda, Mzee Kaunda. Na timu ilikuwa ni kubwa sana. Kulikuwa na wasanii, kulikuwa na watu wa Wizara ya Utamaduni, kulikuwa na Mzee Nyunyusa, kulikuwa na watu tu wengine ambao walikuwa kama viongozi wa ile timu. Kwa hiyo ilikuwa timu kubwa sana. Sasa hapo ndipo nilipomfahamu zaidi Mzee Nyunyusa. Alikuwa mtanabaishaji sana, yani anapenda kuongea, anauliza maswali, akawa ananiuliza hata mimi kwa sababu yeye ni mlemavu wa macho, haoni, lakini alisikia sauti yangu akawa ameizoea. Kwa hiyo kila akisikia huyo ni Mama Eda William, nilikuwa najiita Eda Williams wakati huo. Huyo ni Mama Eda William. Kwa hiyo tukawa tunacheka, tunafurahi. Sasa katika safari yetu ya ndege tuliposhuka Zambia, kwa sababu ya barabara zilizokuwa nzuri sana kokote tulikokwenda Zambia, yule mzee akawa anasema, mbona kama naona bado tuko kwenye ndege hivi, tuko chini, tunatembea chini kwenye barabara. Yani nikamzoea sana, nikampenda sana kwa namna hiyo, lakini pia alijiweka katika nafasi nzuri sana ya kujulikana kule Zambia kwa jinsi ambavyo kama mtu mwenye ulemavu, lakini alikuwa na uwezo wa kupiga ngoma 10 kwa wakati mmoja.
walikuwa wanamshangaa sana, na alikuwa kivutio cha kipekee sana. Na kipindi hicho pia walikuwepo watu ambao walikuwa wanacheza na nyoka. Kwa hiyo yeye kwenye ngoma 10 na wale wengine kwenye nyoka. Yani wa Zambia kwa kweli walitupenda sana, na tulisafiri sana Zambia. Yani tulitembea sana na yule mzee. Kwa hiyo nikawa nimemzoea, na ile safari ikawa imekuwa na majibu mazuri sana, kwa sababu walipata nani nyingi sana, oda nyingi sana za vitenge na kanga. Hadi kufikia mwaka 1977, Morris Nyunyusa alipata safari ya kuelekea nchini Nigeria, ambako dunia ilipigwa na butwaa kushuhudia talanta ya Morris. Walivyomuona akifuatana na mkewe kuelekea jukwani, kisha akakaa chini na taratibu kwa kupapasa ngoma zake na kisha kuanza kupiga hizo ngoma, ilikuwa si mchezo hata kidogo. Ikumbukwe, tamasha hili lilikuwa ni kubwa na watu walikuwa ni wengi mno. Hakuna aliyedhania angefanya kitu kama hicho, na dunia ilishangazwa sana na uwezo wa Morris. Wakati mimi na mzee Morris Nyunyusa na mkewe tulipokuwa Lagos, Nigeria, Februari mwaka 1977, kulikuwa na tamasha la ulimwengu la utamaduni wa mtu mweusi. Kwa dunia nzima watu weusi wakaja pale, kukawa na sherehe kubwa. Sisi Tanzania tulikuwa watu 144. Nakumbuka chuo kikuu tulikuwa watu 8, mimi nikiwa mmoja wapo, na sehemu nyingine wakawa karibu kama watu 120, kina Mishe hao, kina nani, wote tulikuwa nao. Kwa hiyo nilipata nafasi nikakaa na mzee Nyunyusa kwa wiki 3, nyumba moja. Tulipangiwa nyumba mpya kule za National Housing, zilikuwa bado waya wa mbu. Kwa hiyo mbu ulitusumbua kidogo, lakini kulikuwa na maduka ya kuuza zile dawa ya kuchoma, ile tunaiweka chini, tunaweza kuongea na hivi na hivi. Kwa hiyo mzee Nyunyusa nimeishi naye kwa wiki 3 pale Lagos, Nigeria. Mtu huyo anajulikana dunia nzima kwa sababu katika sherehe ile pale Lagos, alipoongozwa na mkewe kwenda kukaa, alipoketisha akaanza mwenye kupapasa nani ngoma zile, dunia nzima wanamtazama. Nakumbuka Marekani walikuja watu 5,000, ndege kama 4-5 hivi kubwa zinakuja pale uwanja wa Lagos tunaonyeshwa. Mzee Morris alifariki mnamo mwaka 1999. Mbali na shirika la utangazaji Tanzania kumuenzi mzee Morris Nyunyusa kwa kuita ukumbi wa shirika hili Morris Nyunyusa, Radio Tanzania Dar es Salaam waliubatiza ukumbi huu kwa ajili ya kumbukumbu yake, wakauita Morris Nyunyusa kwa kazi njema aliyoifanya ya kutengeneza kiashiria cha taarifa ya habari ya Radio Tanzania Dar es Salaam. Inabidi tuangalie ni kwa jinsi gani tunaweza kuwaenzi vema wasanii kama hawa kwa sababu ya mchango wao mkubwa katika nchi yetu, kama vile mzee huyu, Bibi Kidude na wengine, kwa kutambua mchango wao mkubwa kitaifa na kimataifa. Morris Nyunyusa ametuonyesha kwamba inawezekana mtu mwenye ulemavu akatoa mchango katika taifa letu la Tanzania. Kumbe watu wenye ulemavu wasijione kwamba hawana nafasi katika taifa. Wasiuchukue ulemavu uwe wa macho, uwe wa viungo, wakajikatia tamaa. Waangalie katika ulemavu walionao
wafanye nini ambacho wanaweza kutoa mchango wao katika taifa. Tumeona walemavu wa miguu lakini wanafanya kazi. Kuna mlemavu wa miguu bwana nani yule Dandi. Isingekuwa TBC kumpa nafasi, pengine saizi asingefika katika uwezo huu ambao anao. Kwa hiyo kumbe tuna nafasi kubwa sisi kama chombo cha umma kuwatambua wasanii katika nafasi mbalimbali ambazo watakuwa nazo. Serikali ya Tanzania ilimtambua Mzee Morris na stempu maalumu iliyotolewa mnamo mwaka 1981. Mzee Morris Nyunyusa ameacha alama katika tasnia ya sanaa na alama hii itaendelea kukumbukwa.